Na kuna ule mbele labda pengine ni hali ya mihadarati. Pia tunawafanyia ushauri counseling na kuwaregesha katika mstari ulio waachane na uchafu wa drugs na nini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Halal Charity TV, the media arm of Halal Charitable Trust, a registered non-governmental, non-profit making organization based in Mtwapa. Our motto is working with the community for the community, and one of our objectives is youth and sports. Na leo alhamdulillah tumetembelewa na kijana ambaye ni coach, ambaye ni technical advisor, mambo ya mpira yeye anayajua vizuri. Kwa hivyo tutazungumza inshallah kwa urefu kuhusu mpira, football kwa ujumla. Kwanza naomba ujiintroduce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ali Juma Ibrahim, lakini katika masuala ya mpira ama sports najulikana kama Abu Ali. Mimi nimekuwa coach pale Kanamai na pia nimekuwa technical advisor kwa baadhi ya teams ambazo ziko within Mtepeni Ward na Shimolatewa Ward ndani ya Kilifi South constituency. Karibu sana Sheikh. Na hii safari yako ya mpira kwa ujumla, ulianza lini na ulianza vipi? Nini kilikusukuma ukawa coach ama technical advisor wa mpira? Kwanza nikisema safari yangu ya mpira ilianzia tangia udogoni nikiwa pale Barani Primary School. Nilianza kuchezea school team pale primary. Sikuweza kufika level kubwa, lakini baada ya kumaliza primary nikajiunga na shule ya upili ya secondary pale Kilifi Township. Hapo ndo nikawa motivated kwa sababu tulipofika pale kwa lengo haswa ni kucheza katika daraja la national level kila mwaka katika ile competitive za inter secondaries. Na hapo ndo nilikuwa motivated na kijana mmoja kiitwa Hassan Juma. Yeye alikuwa ndio games captain. Na baada ya kuniona nikiwa form 1 pale aliniambia uwezo unao kucheza kwa school team, sasa jibidishe. Na hapa tuangalie wewe ni form 1 ama ni nani? Bora waweza kucheza. Na hapo ndo sasa nikapata ile motive ya kuweza kucheza. Sasa nilicheza mpira kwa muda. Nimecheza mpira kwa muda nikiwa secondary school kuanzia form 1, 2, 3 na level ya juu kabisa tukifika pale tukiwa township, Kilifi Township, ilikuwa level ya regional ama wakati ule wanasema ni provincial. Ambapo tulikuwa tunacheza na shule kama vile Mombasa High, Serani. Na miaka gani tu? Kwa mwaka kuanzia 96 hadi 99. 1999. Okay. Mashaallah. Na nilipomaliza nashukuru nikaweza kutoka masomo nikiwa college nikajiunga na Kisumu Polytechnic. Kisumu. Kwa miaka mitatu nikiwa kule kwa sababu mzee wangu na wazazi wangu walikuwa wanakuwa kule kimaisha katika hali ya utafutaji. Sasa kule pia nako nikacheza mpira kiasi kisha nikarudi Kanamai ambapo pale sasa ndio shina la mchezo wangu na ufunzi wangu umekuwa. Nimekuwa Kanamai kwa football team kwa kipindi cha miaka kama mitatu. Alafu baadaye nikaweza kupata injury ya goti. Sasa sikuweza kuendelea tena. Wakati huo Kanamai ilikuwa ikicheza Super League. Okay. Ya Coast. Ama ni ya Kilifi? Ilikuwa ni Coast nzima wakati huo. So sasa tukiwa pale hivyo nilipo baada ya kupata injury sasa kasi siwezi kusukumika tena kuendelea kucheza kulingana na matibabu. So nikakaa nje kwa muda kama kwa kipindi cha miaka 2-3 kasi shughuliki na swala lolote. Lakini baadaye sasa kuna mzee ashakuwa marehemu akiwa kiongozi wa Kanamai akanimotivate tena bana, kwa nini uache mpira kabisa na waweza kuongoza wenzako? Ndio hapo sasa akanipa ari ya kuwa mkufunzi. Na okay. Kwa hiyo jina la mtaani waitwa Abu Ali. La mtaani ama maarufu sana hapa Kilifi South ni Abu Ali. Okay, coach technical advisor. Kwa hivyo baada ya kupata injury ndio ukaona sasa siwezi kukaa nyumbani, wacha niingie upande wa kutrain sasa. Upande wa kutrain sasa. Na sasa hii wa train timu gani? Sasa hizi na train Mtepeni Seals. Mtepeni Seals ambayo iko level, ambayo iko regional level. Regional league. Kwa hiyo mpaka Mombasa mnacheza? Tunacheza sisi yetu tuko zone B ambayo ni kuanzia hapa Mtwapa hadi Tana River.
Na ni timu ngapi zinacheza? Pale timu zote jumla ni timu 10 timu 32 zimeganya 16. Sasa sisi tulikuwa katika pool, kuna pool A na pool B. Katika ile pool B tulikuwa kwa timu 16 na sisi tuliweza kutoka namba 3. Okay. Katika ile league. Kwa hivyo saa hii bado yaendelea ama ile? Sasa hizi imeisha. Imeisha, msimu umeisha na kulikuwa na ushindani wa kuweza kwenda kwa playoff, lakini federation ikaamua kwamba wanaokwenda ni number 1 peke yake, kwa sababu hii ligi ya division 2 mwakani huenda ikaondolewa. Na kwa hivyo itakuwa ni pigo kubwa kwenu? Itakuwa si pigo, itakuwa bado ni nafasi, kwa sababu ukitokea kwa regional utakuwa unaenda direct kwa na div 1. Sema tu sasa itakuwa lazima kuchezwe playoff tena pale. Okay. Na vijana ulionao ambao una coach katika hiyo timu Tepeni Siri ni vijana wangapi? Vijana takriban 32. Ambao regular ni kama ambao regular ambao wanakuja sana kulingana na hali za huku kwetu unakuta ni 22, saa zingine 18, saa zingine hata wanapungua wanakuwa ni 11, kwa sababu kwa utafutaji na hali za kimaisha. Okay. Na huwa sana mimi nadili na senior team, wale vijana ambao wako miaka 18 kuendelea. Okay. Na base hasa ni wapi? Base ya SWAT sisi tuko pale Kanamai ground, uwanja wa DCC. Okay. DCC pale. Okay, sasa hawa vijana ni full time wanacheza mpira ama wako na hustle zingine za kimaisha? Kwa kweli ni party time kuanzia saa 9 hadi saa 12. Baadaye wengine wako katika harakati zao za kimaisha. Kuna ambao wako shule na kuna ambao pia wako katika vibarua. Okay. Na age group umesema sana ni miaka mingapi mpaka miaka mingapi? Ile ambao nadili nao sana mimi ni miaka 18 hadi 28. 28? Wazee hao wanacheza pia? Okay. Mkongwe katika timu yetu ni kijana anaitwa Ali Msomali ama maarufu Ali Chinga, ambaye saizi anaelekea miaka takriban 38. Ni mchezaji ama yeye ni mchezaji? Okay. Na ukiwa unachagua player kama katika technical bench, what do you look for? Yani unaangalia nini kumchagua yule kijana ambaye mtoto yote akija mnaomba wewe ingia hapo ucheze? Pale kuna vitu vingi ambavyo watu waangalia kwanza. Cha kwanza tunaangalia self discipline ya mchezaji. Cha pili tunaangalia talent. Vile alivyo mzuri, tunajua ni kiungo gani ambao anaweza tusaidia. Wengi huwa wanacheza lakini unakuta pengine mtu anacheza mahali ambapo sipo. Sasa mara nyingi tunaangalia kama tuna mapungufu katika kiungo cha kati, tunatafuta player ambaye atakuwa amesweet ile gap. Kama ni upande wa defensive pia tunamwangalia. Kama ni upande wa striking pia tunamwangalia. Okay. Na pia kulingana na pale mtaani vile palivyo, ama kwenye timu yetu pale ambapo inakaa na wachezaji wetu ni wale wa mtaani, huwa kuna zile stages tofauti tofauti. Kuna wale under 13, kuna wale under 15 na kuna under 17. Kwa hivyo wote wanapitia kwako. Sasa baadhi ya wengi ndio wamepitia mikononi mwangu, nashukuru alhamdulillah. Kwa sababu huwa tunajaribu kunacha talent from ile umri mdogo kabisa, kwa sababu pale ndo unaweza kumtambua huyu kulingana na alipokuwa akicheza na kienukia. Upande wa defensive yuko vizuri. Huyu katikati yuko vizuri. Creativity yuko nayo. Huyu kidogo anaweza stamina yuko nayo. Stamina yuko nayo, mbio yuko nayo. Sasa na kule kuweza kumfunza jinsi gani ya kupiga pasi, mahali gani anatakiwa a dribble, mahali gani anatakiwa a shoot, tu kama hizo. Okay. So mbali na kumwangalia tu, pia tunaangalia motivation yeye mwenyewe kama mchezaji amekuja na hali gani. Na je, watoto wanaokuja kutoka nje, mfano mtoto anatoka nyinyi mko Kanamai sio? Ndio. Mtoto mmoja kutoka Kilifi mnamchukua ama lazima pale pale mtaani tu? Sisi huwa tunamkaribisha kwa timu. Kwa sababu kama sasa hizi tuseme kwa mfano ni wakati wa holiday, labda amekuja matembezi huku, tunamkaribisha kwa timu na aweze kutrain na wenzake. Then yeye mwenyewe atafanya maamuzi sasa. Kwa hivi sasa ligi imeisha, bado mnaendelea na mazoezi? Lazima tuendelee na mazoezi kwa sababu wakati wote lazima mtu uko tayari. Okay. Naam. Mashaallah. And common mistakes vijana wanafanya
mkiwachukua yani katika mpira ni nini? Wewe kama coach, wewe kama technical advisor. Common mistakes ambao vijana wengi wanafanya. Vijana wadogo yani young players. Young players, tunapozungumzia young players tunazungumzia wale ambao ni miaka tuseme 15 hadi 18 hapo. Common mistake ni peer pressure, mimi husema, kwa sababu wakati unamhitaji kiwanjani, yeye labda amepewa program ya kwenda baharini na wenzake. Anatafuta content. So unaona sasa. Ama bwana wewe ni mzuri kwenye kuimba, wewe ni mzuri kwenye kuact. Wewe bwana ni dancer. Unaona? Kweli ni talent, kumwangalia kwenye football yuko vizuri, lakini ile group anaotembea nayo inamshawishi kufanya vitu vingine. Sasa unakuta hamumpati kwa ule muda unaohitajika. Sasa kunakosekana ile consistency ya yeye kutrain vizuri. Ndio swali langu linakuja sasa, how do you keep those players motivated? Yaani mnawazuia vipi ili wasitoke kwenye camp, mfano wasiende wakafanya mambo mengine? Hapo kidogo pana changamoto kwa sababu moja ama mbili, lakini ile mbinu ambayo sisi huwa tunaitumia sana ni kuwa na michezo ya mara kwa mara na kuhusisha katika tournaments tofauti na kutoka katika, kama vile hatuwezi tukaa tunacheza Kanamai kila siku. So lazima tutoke tuende labda Kikambala, tufike Msumarini, Garseni. Sasa kama tukiwa katika regional league, kuna baadhi ya wale players wadogo walikuwa tuenda nao kwa exposure tu, hawaendi kucheza. Lakini hebu nafasi imepatikana za watu watatu, na nanyi jiungeni pale, msafiri na senior team. Mwende mkaone Garseni kuko vipi. Mwende mkaone Kaloleni kuko vipi. Mwende mkaone Rabai kuko vipi. Sasa wakija kule wakisifia, unakuta kesho kuna zaidi ya watatu wanne wameongezeka na wakitaka kufanya mazoezi na senior team. Okay, na wazazi je, wanasaidia vipi hapo kuhakikisha wale watoto wanakuja kwenye mazoezi ama wanaji-involve na mambo ya mpira, mambo ya sport kwa ujumla? Do you get the support kutoka wazazi? Kwa wazazi tunapata support, kwa sababu kitu cha kwanza ni inabidi tuzungumze na wazazi, ndio wajue kwamba mtoto wake atakuwa saa ngapi mahali fulani, kwa sababu saizi ulimwengu huko kaa. Wengine huaga labda naenda mpirani ama naenda kiwanjani, kumbe yuenda na mambo yake. Sasa mara nyingi si uhusisha wazazi, wajue na pia aweze kufika pale uwanjani aone mtoto wake ana kitu gani anafanya, kwa sababu timu yetu pia ni ya community. Tunaweka vitu wazi saa fulani mpaka saa fulani. Kama ni wale wadogo wakati wa holiday wako na kocha wao asubuhi, siku za Alhamisi na Ijumaa tunawaambia kuanzia saa 12:30 mpaka saa 3 asubuhi watakuwa wako kiwanjani. Ndipo sajulikane. Kama ni wale ambao wako madrasa, wao tunawaambia ninyi fanya nini? Yakeni madrasa. Siku ya Alhamisi ndio tena. Sasa huwa ni muhimu kuwajulisha wazazi. Sasa mna communicate vipi na hao vijana katika program zenu yani? Ni kupitia simu, ni kupitia msikitini, ni kupitia kanisani, ni kupitia community. Yani communication yenu pale kuhakikisha timu yenu inaendelea vizuri. Kama hizo program umesema asubuhi wanakuja 12:30 mpaka saa 3. Communication mnatumia njia? Kwanza sisi tuko na verbal communication ile ya moja kwa moja. Kuwaita, kuwakalisha na kuwaeleza. Sawa. Kisha tuko na zile platforms za WhatsApp group zile. Mfano kwa ile senior team mara nyingi huwa wanapewa program kwa WhatsApp group. Ndio mtu aweze kujua kinini kinaendelea kwa timu. Kama kuna any update, ujumbe unabwagwa pale mara moja, anaweza kusaidika na kupata ufahamu kwamba ni kitu gani kinachoendelea kwa timu. Kama ni fixture, kama ni game ya friendly, mtaona. Kama ni ratiba ya mazoezi, labda tumechange leo, kesho hatuta train kana my ground, tutaenda baharini. So kila mmoja anakuwa wewe anakuwa well prepared. Na saa nyingine ukikusanya wale watoto wanaweza fika kama wangapi? 100, 150 ama watoto 50 peke yake. Yaani ile impact ambayo nyinyi mnaitaka kwa watoto, kwa vijana yani inapatikana kweli? Impact hasa wakati huu ambao shule zimefungwa. Kwa saizi hapo wakati ambao shule zimefungwa impact ni kubwa. Wengi wanapatikana, wanajitokeza kwa wingi. Lakini wakati kwa shule ziko wazi kidogo wako na changamoto kwa sababu ya muda wa shule na muda na ligi ya huwa inaenda wakati wa shule iko wazi. Huwa iko wazi, ligi inaendelea. Sasa huwa pia pana changamoto yake. Okay. Uwezo upata wote kwa sababu mathalan sasa tuna vijana kama 4 ambao wako pale NITA ama kwa hizi TVET. Sasa kuwapata kwa muda haswa inakuwa ni shida kwa sababu utegemea na programu ya kule shule inavyokuwa. Saa zingine saa 9
ndio labda wao wanafanya practical kule na sisi huku saa 9. Lakini sasa sisi pale huwa tuko na moto yetu moja ambao ni kwamba masomo ni muhimu alafu mchezo baadaye. Okay. Na mna ground yenu nyinyi hasa unasema ni home ground? Sisi kwa sasa home ground yetu ni pale Kanamai ground. Okay. Hatuna uwanja wetu ambao tunasema huu ni uwanja wetu binafsi. Ni uwanja wa umma, kwa hivyo ni sote. Kwa hivyo ule ndio mnaotumia kama home ground. Na mnaweza tumia time yoyote, hakuna vikwazo. Tutumia wakati wote, ila kwa zile timu ambazo tuko nazo pale lazima tunashare program na wenzetu kwa sababu pia pale kuna timu ambayo ni Kanamai Youth. Kwa hivyo ziko timu zingine ambazo zinatumia ule uwanja. Hata huku mtu hapa pia kuna timu kama Progressive ama Mtwapa All Stars. Pia wao wanakuja, wana ratiba za Mtwapa Premier. Tunashirikiana. Sasa tunasema ile shared program, tukijua game zinapangwa vipi, mazoezi yanapangwa vipi. Sasa kama wakati wa holiday hatukuweza kuwa na mazoezi ya consistent kwa sababu katikati ya wiki labda kuna wenzetu wameomba nafasi ya kucheza. Sasa sisi inabidi tunabadilisha schedule yetu bana, badala ya tutie mazoezi saa 9 tutafanya mazoezi yetu asubuhi alafu ile jioni tutafanya mazoezi binafsi. Na katika huu uongozi mko wangapi nyinyi? Wewe na wenzako wangapi ambao mnasimamia? Sisi pale tuko takriban 11 viongozi 11 ambao mnapeleka timu moja. Mashallah, timu kubwa hiyo. Timu kubwa, lakini ndio hivyo hapo si changamoto kwa sababu wingi wa watu sio kwamba gurudumu lenda sawa. Sasa wanafanya nini watu wote? Bali na coach, technical bench. Naam. Kama wengine kazi yao kushika nguo. Kuna secretary pale. Kama mwandishi, kuna mweka hazina. Inshallah kuna committee members ambao nao ni jukumu lao pia kuzungumza na baadhi ya stakeholders. Kwa hiyo kuna ofisi kwa sasa hatuna, lakini tuna mahali ambapo tuna meet kila siku. Ambapo bado ni hapo Kanamai ground. Okay. Na nina maswali mengi Sheikh, nataka nikuulize kuhusu sports ambao uko ndani. Naam. How do you deal with players? Kuna player wengine wanakuja, anacheza kidogo na kwamba mimi siwezi tena, nataka kutoka, giving up. How do you motivate them, bana msiache, njoni tuendelee? Okay. Ama mtu akishindwa na mbona bana wewe tembea, mtatafuta mwingine? Hatuwezi, mara nyingi hatufanye hivyo. Mara nyingi kitu ambacho sisi tunafanya pale ama katika hii program ya sports ni kwamba mimi haswa nimefanya counseling certificate level na Amani College. Sasa huwashauri tunapomwona player kidogo amekuwa ni mtoro, tunajaribu kujua zile sababu, tunakaa naye kisha tunamuita na kuweza kumshauri. Pia vile vile tunafanya fikra kuzungumza na mzazi wake tuweze kujua shida iko wapi. Ndio. Sawa. Tukishajua ile shida basi tunakaa naye chini na kumshauri. Na kitupa sababu za msingi kwa nini aache, labda kwa sababu ya kazi. Mathalan, kwa sababu program ni ya kazi na ni kipato na hapa hatuwezi kukulipa, basi alhamdulillah wewe nenda, lakini unapopata wasaa njoo. Na kuna wale mbele labda pengine ni hali ya mihadarati. Tunawafanyia counseling na kuwaregesha katika mstari ulio waachane na uchafu wa drugs na nini. Kuna wale ambao wako kwenye vijana wa hizi gang groups, pia bado tunawaambia mnaweza, mshaona, kwa sababu huyu ni uhalifu. Sasa tunawazungumzia, mshaona. So huwa tuko na programs pale ambapo tunazungumza na vijana, mshaona, umuhimu wa kwenda shule, umuhimu wa kuacha mihadarati, umuhimu wa kuacha masuala ya vipanga, umuhimu wa kuja mazoezi, mshaona, umuhimu wa kuwa na self discipline. Mbali na yote pia ile self discipline mtu kwa nayo ni muhimu zaidi. Inasaidia katika maisha. Okay. Na mna train wasichana pia? Kwa saizi hatu train, lakini hiyo ni ndoto ya baadaye kwamba tuweze kuwa na timu yetu ya wasichana, kwa sababu tukiangalia pia katika FIFA protocol na FKF protocol, senior team yote lazima iwe na vitengo vyote ambao kuna boys team, senior team, girls team, senior team na hiyo youth structure. So tunayo ndoto. Wewe kama technical advisor, wewe kama coach, una imani kuwa hapa kwetu kunaweza toka vijana ambao mashallah wanaweza kuwa wachezaji wazuri sana wa soka? Hiyo imani niko nayo, na pia ni nini hatuna ambacho kinazuia hawa watoto wetu kujulikana? Nikianza na swali lako la kwanza Sheikh, ni kwamba wachezaji wapo. Kwanza kama Kilifi South naweza sema ni eneo bunge lilobarikiwa na vipaji tofauti mbali na football.
lakini football daima imetoka kidedea. Kwa sababu vijana wako na wameonyesha, na katika zile timu ambazo ziko pale Premier League kuna vijana ambao washacheza Premier League ya Kenya na Kenya Premier League. Tukizungumza soka letu la Kenya wameshacheza. Tukaenda hapa National Super League kuna vijana ambao wamewahi kucheza na kuna baadhi tushapeleka watoto kutoka hapa kwetu Kilifi South, especially hizi ward mbili ama tatu, Junju, Mtepeni na Shimo la Tewa. Okay. Maana hapa Shimo la Tewa ambaye alitokea hapa akichezea Mathare ni kijana mmoja anaitwa Black Muslim. Sasa hizi ana Saiba pale nyuma hapa karibu na Luxury. Na pia yuko na masuala ya boda boda. Anaitwa Harun. Aliachana mambo ya mpira. Injury ndio ilimfanya akaacha. Okay. Kwa hivyo kuna uwezekano vijana wetu wanaweza kuchukuliwa national team. Uko uwezekano. Wengi baadhi washai kufika sema kwa sababu moja au nyingine, kisha baadaye akatolea. Okay. Na wewe kama coach ama technical advisor, what is your proudest coaching moment? Wakati gani uliona leo mashallah hawa watoto niliwatrain leo wamecheza vizuri mpaka pengine wakashinda timu zingine ambazo zimebobea? Yani wakati gani tuseme? Mimi nitasema my proudest moment katika football imekuwa kidogo na panda shuka 2-3. Yani lakini moja nzuri kabisa ambayo sitajisifia peke yangu ni timu kwa jumla ambayo ni timu mseto ambayo ni Dola Super Cup iliyochezwa msimu mwaka jana. Sisi kama Kilifi South tuliweza kuwa mabingwa wa county na tukaweza kuwa mabingwa wa regional. Si ndio? Tukashinda pale tukiongozwa na Burhan Madh kama team manager. Na tulikaa na kila mmoja tulikuwa kwa viongozi 5 kutoka Kilifi South. Lakini wale viongozi 5 wengi walikuwa wametokea hapa Kilifi South. Kwa sababu TM kutoka ni kutoka Shimo la Tewa ambaye ni Burhan. Senior coach alikuwa ni coach Mangi. Assistant coach Mangi Abdurazak Mangi. In fact alikuwa aje tuzungumze kuhusu coach. Pia coach Dula alikuwa ni assistant wake. Mimi nikiwa pale kama technical advisor. Alafu na head of the team alikuwa ni coach Kai kutoka Tezo kule. Na alhamdulillah kwa wale vijana tuliweza kukaa na kuwachagua kuanzia mwanzo wa safari mpaka mwisho wa safari, waliweza kutusikiza na wakafanya bidii mpaka tukaweza kushana. Lakini si mara hii yaendelea bado ama ailisha? Kuna nyingine sasa hizi mwaka huu imechezwa na ailisha ambayo bingwa alikuwa ni Fayazi. Hapa Mtwapa. Ambosia hapa Mtwapa. Fayazi ya Mombasa. Kwa wenyewe hamkuingia? Tuliingia kama Mtwapa All Stars. Lakini hatukuweza kufanya vizuri kwa sababu moja au nyingine, kwa sababu wachezaji wetu wengi wale ambao tulikuwa tunawategemea waliweza kufanya maamuzi binafsi, ambapo hilo mimi naweza sema ni kama kosa kubwa ambalo linafanyika katika huu mchezo wa kandanda. Watu kufanya maamuzi binafsi kabla kukaa na kushauri ama maamuzi ya haraka. Yani maanisha nini? Yani walivyokuwa approached, walivyosikia fununu kwamba Dola inataka kuanza mwaka huu, wakafanya maamuzi binafsi kwamba sitachezea pale, nitachezea timu nyingine. Ushaona? Ile hali walisahau kwamba ile nguvu kazi yote bado ingelikuja pamoja, tungelifika mbali zaidi. Na hiyo ndio ndoto ya Burhan kwamba sasa hizi tuna kikosi kizuri, lakini tukikiboresha tutafanya vizuri zaidi. Tutafika mbali zaidi. Lakini sasa kwa sababu ya wenyewe katika football wanasema ni ulaji. Kuna timu zikikuita wanakupa kitu kidogo, na sisi tukikuita tutategemea pale mwisho. Na okay. Kwa hivyo hamkufanya vizuri mara. Hatukufanya vizuri. Tuliweza kutolewa. Na funzo gani mmepata hapo ili next time wakisema, maana shirika la Dola na hakika litaendelea na programu hii? Kitu ambacho tumejifunza nacho katika swala la mwaka huu ni kwamba tuweze kuwa na mawasiliano ya mapema kwa kwanza. Pili, tuweze kutafuta wachezaji wenye ari ya kuchezea eneo lao, kwa sababu ya kwanza wachezaji wetu wengi wanaangalia timu ambazo zimejiboresha. Na timu ambazo ziko vizuri kifedha. Lakini kawaida yani mtu anaweza fatwa kama wacheza hapa Mtwapa ama wacheza hapa Kikambala, Kilifi County, timu ya Mombasa mfano Bandari za kufuata kwamba bana njoo kwetu hapa, tutakupatia kazi, tutakupatia
mshahara mzuri. Hiyo is normal, yani movement ya players. Hiyo ni tuikubali, lakini kile kitu ambacho tunazungumza, kile kitu ambacho sisi tumejifunza nacho. Unaona? Lazima tuwe well mobilized katika sekta zote. Ndipo sasa tuweze kupata wale wachezaji wazuri tunaowataka kwa wakati mzuri. Ndipo sasa tuweze kufanikisha yale malengo ya kuweza kucheza. Kwa hiyo shida moja ni hawa vijana hawana support nje ya ground. Ndio mara nyingi wanaanza kuomba. Hiyo imekuwa ni changamoto kubwa kwa vijana. Tutakuja kuzungumzia hilo jambo. Na wewe kama coach, kama technical advisor, do you believe football can change the youth? Una imani kwa mpira unaweza ukabadilisha watoto wetu? Ndio. Wakatoka kwenye gangs, kwenye uchafu huu ambao ulioko, wakawa yani vijana wenye kuheshimika katika umma. Hiyo mimi na imani na iko proven kupitia kwangu mwenyewe, kwa sababu kuna vijana ambao nishawahi kuwatoa katika hayo makundi na wakacheza. Na wakafika level nzuri zaidi. Kwa sababu pale mtaani sasa kuna vijana ambao wamecheza Div 2 na walikuwa kwa ni vijana ambao kila mmoja alikuwa kwa haamini kama wanaweza wakatulia na wakacheza mpira. So sasa tunapojenga imani pale kwenye mpira na kufuata vigezo vinavyohitajika na kuwa na discipline, tutafika mbali. Kwa sababu uwezo tumeonyesha kwamba upo na talent kweli zipo, sema ni changamoto tu kidogo ndo zinazofanya watu wakaenda astray. Okay, now where do you see yourself, wewe kama coach, wewe kama technical advisor, in the next 5-10 years, wewe binafsi? Mimi binafsi unaweza kuwa kocha wa timu kubwa Kenya yetu hii ama? Hiyo ndo safari yangu inakoelekea. Naam, nataka niwe katika technical bench ya. Na unasomea hiyo ama? Sasa hizi nasomea online. Okay. Naam. Namna ya kutrain watu. Namna ya kutrain. Na Kenyan football ukiangalia. Naam. Unaionaje yani? What is your dream for Kenyan football? Unataka sisi tufike wapi kama nchi upande wa mpira? Inawezekana kuwa kama nchi kama Morocco vile? Yawezekana. Hakuna lisilowezekana chini ya jua na hakuna lisilowezekana kwa tuko na imani thabiti. Naam. Kenya football kusema kweli imeanza kuboresheka. Especially na huu uongozi mpya ulioingia wa saizi wa Hussein Mohamed. Tunaona mabadiliko makubwa kuanzia pale national level mpaka huko kwa grassroots. Kwa sababu anajaribu kushika nyanja zote na kuzileta. Na wanakuja hapa chini kwa kuzungumza na nyinyi. Wanakuja pia chini kuzungumza na sisi. Kwa ushawaona, ushawatembelea? Ushatutembelea, tumekuona kwenye vikao. Kuna hope. Kuna matumaini makubwa, na ikiwa tutakuwa katika sisi wenyewe kwanza lazima tukubali mabadiliko. Japo mabadiliko ni safari ngumu, lakini mpaka tuyakubali. Na kwa sababu football haiwezi badilika kwa kuwekwa tu program kwenye karatasi. Lazima ifuatwe. Na protocol zake pia lazima kila mmoja azijue na hakikishe kwamba zimeambatana na vigezo kamili vya uwakilishaji. Na kumalizia, naona muda umeenda. Ni support gani mnapata nyinyi kutoka kwa viongozi? Ama mna sponsors gani ambao wanawasaidia nyinyi? Sasa nikizungumzia kama timu yetu ya Mtepeni Seals haina sponsors. Nyinyi ama wengine zenu pale, kuna timu yoyote ambayo inaweza kujigamba akasema alhamdulillah sisi tuna support? Ni hivyo tu. Ziko baadhi ya timu, kuna timu kama Pwani Oil inasimamiwa na kampuni. Timu kama Komboa ina wafadhili. Lakini timu nyingi nikizungumzia kwa ujumla ni timu za jamii na ni timu za toa wewe kidogo na mimi kidogo tuweze kusonga. Na pia hatuja kuwa na goodwill support from the political leaders ama from the reign of the government leaders ambao wako saizi uongozi. Kwa county haisaidii kwa vyote. Usaidizi ni finyu sana. Hebu fafanua zaidi Sheikh. Yaani hakuna njia kitu chochote wanawasaidia nayo. Hata jazi moja asema hii county government of Kilifi. Sisi kama Mtepeni Seals hatujapokea. Tulipewa ahadi juzi kwamba kuna vifaa vitatoka, lakini kisha siku ikaahirishwa ndo kawa ni basi. Na unakuta sasa timu zinakaramika na ule msaada kupatikana moja kwa moja kutoka kwa county government hakuna. Na japo sport kit ipo, lakini hakuna msaada wa moja kwa moja. Hakuna timu yoyote katika kaunti ya Kilifi ambayo inapata msaada kutoka kwa county government. Binafsi siwezi zungumzia kwamba ni timu hii.
labda zile timu ambazo pengine zinazungumziwa ni tuseme ni zile timu za county wakati wanashiriki katika ile michezo ya inter counties, hapo tunaweza zungumzia kidogo huwa wamejipanga, lakini ati timu specific hivi niweze kusema timu hii imepata ufadhili huu kutoka kwa county inakuwa ni. Sasa nyinyi kama players ambao mko huku Kilifi South, naam, mnawaambia nini viongozi wenu sasa hivi? Kitu ambacho tunaambia viongozi ni wajitolee muhanga kusupport vijana wao kwa talanta. Angalia kamera umwambie kiongozi ambaye anatuangalia na tusikiza, yani hii inakuja moja kwa gani mnataka nyinyi? Hii inakuja moja kwa moja kwa viongozi wote walio kwa mamlakani, waweze kuwashika mkono vijana na kuwapa support kuweza kunacha talanta zao ima katika mpira wa kandanda na katika michezo tofauti tofauti. Na msaada wa kwanza ni kuweza kuwapa ufahamu wa jinsi gani wanaweza kuboresha miundo msingi ya ule mchezo wanaofanya. Hilo la kwanza. Kitu cha pili ni kuweza kuwapa support ambao ni financial support, waweze kuinvest ama kuwatafutia uwekezaji, kwa sababu timu nyingi ndani ya Kilifi South ama ndani ya Kilifi County hazijajua kuwekeza katika michezo, so wapata ufahamu wa uwekezaji katika michezo. Hapo watakuwa wanaweza kuwasaidia. Tatu ni kuwa na political goodwill ya kusupport the talent na super talent, kuweza kuzifikisha na kuzipa the right exposure kuweza kufika level za juu zaidi. Okay, hapo umezungumza vizuri sana. Kabla sijamalizia, internationally, yani Premier League wa support timu gani? Premier League na support Manchester United. Man U. Yeah. Therefore hatufanyi vizuri vile, lakini tuna imani na kocha tulionaye na ule mfumo anao. Kwa hiyo nyinyi mnavyojitrain kule kwa mnaangalia Man U vile wanavyofanya na nyinyi pia mimi binafsi filosofia yangu ni Alex Ferguson. Okay. Yeah. Kwa hivyo timu ile unaipeleka ki Alex Ferguson. Ina ushindani kwa sababu pale baadhi ni wa Arsenal wanapenda filosofia. Wewe kama kiongozi? Mimi kama kiongozi filosofia yangu ni ya Manchester United. Mashaallah. Naam. Haya, alhamdulillah, tunashukuru tumefika mwisho wa kipindi chetu, na kama vile kocha amezungumza, kuna matatizo mengi ambao wako nayo wao kama wachezaji na wanahitaji misaada hasa kutoka kwa sponsors, kutoka kwa viongozi wa Kilifi County ama serikali kuu. Na njia moja ya kuzuia hawa vijana kutoingia kwenye gangs za kuumiza watu, za kupiga watu, kuingia kwenye mihadarati, kuingia kwenye uchafu mwingi ambao uko katika community, njia moja ni sports. Kwa hivyo mimi kama chairman wa Halal Charitable Trust nachukua nafasi hii kuwaomba viongozi ambao wataipata hii clip wasaidie hawa vijana, at least na wao waonekane kuwa wanaweza kucheza mpira. Na mimi nina imani wanaweza na wako sawa. Sasa ni kwenu nyinyi viongozi, tafadhalini, namba yake ya simu tutaipeana. Huyu bwana kocha anaitwa Abu Ali, mnaweza mkawasiliana naye. Na Kilifi yetu, Kilifi South in particular, Kilifi County in general, iwe juu kabisa upande wa sport, hasa football matters. Kwa hayo machache, shukran kwa leo, wajazakumullahu khair.